Tulianza kazi hii miaka mingi, lakini nimeshuhudia baraka zake kwenye maisha yangu. Kwa hata nyinyi mnavyofanya, hamfanyi tu kama madaktari, manesi, wauguzi, kama wataalamu tu, lakini pia mnafanya kama sehemu ya kujiwekea hazina njema kwa Mungu. Mtakutana na watu ambao hawana hata matumaini ya chakula. Mtakutana na watu ambao wamesoma lakini hata ajira hawana. Mtakutana na watu ambao wamezaa watoto lakini watoto hawajawa baraka kwao. Mtakutana na watu ambao wana kila kitu lakini wanahitaji neno la tumaini. Kwa kuanzia tunavyowapokea, tunavyowapa namba, mpaka wanapoenda kukutana na daktari bingwa, mpaka anaenda kwenye maabara, mpaka anapoenda kupata dawa, wewe na mimi na rais wetu Mama Samia na wale watu wema wanaotushika mkono, wenye mafamasi, wenye hospitali zao binafsi, tuna baraka zetu. Kwa hiyo niwaombe, kwa kipindi cha kuanzia kesho, hebu kiwe kipindi cha kumfanya mtu afike mahala aseme Mungu asante. Wala hata asitamke makonda, atamke Mungu. Kwa sababu akitamka Mungu asante, hapo ndipo sisi tulipo na siri yetu ya mafanikio. Akimtukuza Mungu, hapo ndio sisi mambo yetu yanafunguka. Ndio maana ukashangaa haumwi, na unashangaa watu kila mara wanaumwa. Anasema ni mimi. Hata si kuna watu kila mara upepo umepita, wewe upepo ukupitii. Kumbe Mungu ameamua kuyaondoa magonjwa yote kwako, kwa sababu anajua wewe unalinda na kujenga heshima yake kwa binadamu. Kwa ombi langu kwenu moja, hakikisha kila anayepita kwenye mkono wako aseme Mungu asante. Atasema Mungu asante kwa kuwepo Samia, Mungu asante kwa kutetea madaktari, Mungu asante kwa kunipa dawa, Mungu, yani wewe acha aseme kwanza Mungu. Na mimi nisingetamani tushare utukufu na Mungu kwenye jambo hili, kwa sababu hata namna ulivyopatikana wewe mwenyewe, kila mtu ana historia yake. Ukiuliza umesomaje, umefanyaje, kila mtu ana historia yake. Kwa hiyo hilo moja muhimu sana nitamani niwaambie. Kwa hiyo kauli zetu, mienendo yetu, namna ambavyo tunamwangalia mtu, uvumilivu wetu wa kumsikiliza mgonjwa, kwa sababu kuna mtu mwingine hawezi kufika tu pale akakwambia bana mimi tatizo wangu fulani. Yani it take time kumsikiliza. Na wakati mwingine unaweza msongamano kawa mkubwa, yule unayemtaka kumsikiliza, kuna watu huko nje wanapiga pressure. Bana bana. Kwa lazima uvumilivu na hekima, busara zitusaidie kuwafanya watu wanafika sasa, jamani wale watu ni kama malaika wameshushwa na nani? Na Mungu.